Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Licha ya Israel kuikosoa Iran juu ya makombora ya nyuklia na kwamba ina mpango wa kutengeneza nyuklia kwa siri, lakini Israel nayo ina nyuklia za siri ambazo wakati huu anafikiria kuzitumia. Israel inapolenga mpango wa nyuklia wa Iran, ina mpango wake wa nyuklia unaoendelea kwa mujibu wa gazeti la New York Times. Muda mfupi baada ya kuanzishwa kwa taifa la Israel mwaka 1948, taifa hilo limekuwa na nia ya kujenga mpango wa nyuklia ili kujihakikishia uwepo wake. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa Israel akizungumza kwenye meza yenye nembo ya Umoja wa Mataifa anaonekana kubeba ramani mbili, moja imeandikwa laana na nyingine imeandikwa baraka. Wataalamu wanaamini kuwa Israel imekuwa ikipanua mpango wake wa siri wa nyuklia. Vita ambavyo Israel ilianzisha dhidi ya Iran vinalenga kuzuia mpango wa nyuklia wa Iran ambao sehemu kubwa ya ulimwengu inatazama kwa hofu, na wataalamu wanasema ukuaji wake unaweza kutengeneza silaha za atomiki ndani ya miezi kadhaa. Hata hivyo, shirika la Umoja wa Mataifa la kudhibiti silaha za nyuklia limesema kwamba wamethibitisha kwamba Iran haina hata silaha ya nyuklia na mpango huo wala haukuwepo. Israeli ina mpango wake wa siri wa silaha za nyuklia ambao hautambuliwi hadharani, lakini baadhi ya wataalamu wanaamini pia unapanuka. Kwa mtazamo rasmi wa kidiplomasia wa Israel, hawatathibitisha au kukataa silaha za nyuklia, alisema Alexander Bolfrez, mtaalamu wa usalama wa nyuklia katika taasisi ya kimataifa ya mafunzo ya kimkakati huko London. Badala yake, Israeli imesema haitakuwa nchi ya kwanza kuanzisha silaha za nyuklia Mashariki ya Kati. Maneno hayo yasiyoeleweka kimakusudi inalingana na kile bwana Bolfrez alichoita utata juu ya kile ambacho ni wazi kuhusu mpango wa nyuklia. Je, Israel ina silaha ngapi za nyuklia? Israel inaaminika kuwa ina angalau vichwa 90 vya nyuklia vya kivita na nyenzo za kutosha kuzalisha hadi mamia zaidi, kulingana na kituo cha kudhibiti silaha na kuzuia kuenea kwa silaha na mpango wa tishio la nyuklia. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki, shirika linalosimamia nyuklia la Umoja wa Mataifa, limetathmini kuwa nchi 30 zina uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia, lakini 9 pekee ndizo zinazofahamika kuwa nazo, ukiachana na yale mataifa makubwa ambayo yanafahamika kuwa na silaha hizo. Israel ndio inayoshika nafasi ya pili kwa udogo kati ya 9 hizo, ikitanguliwa na Korea Kaskazini pekee, kulingana na kikundi cha utetezi kilichoshinda tuzo ya Nobel, kampeni ya kimataifa ya kukomesha silaha za nyuklia. Israel inaweza kurusha vichwa vya nyuklia vya kivita kutoka kwa ndege za kivita, nyambizi au makombora ya ardhini, wataalamu wanasema. Israel pia ni moja kati ya nchi 5 ambayo imejiunga na India, Pakistan, Korea Kaskazini, Sudan Kusini ambazo hazijasaini mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia NPT. Makubaliano hayo ambayo yalianza kutekelezwa mwaka 1970 kwa ujumla yanazilazimisha serikali kuendeleza matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia na kuzuia kuenea kwa silaha hizo. Iran imetia saini mkataba huo, ingawa Israel na mataifa yenye nguvu duniani yameishutumu Tehran kwa kukiuka kwa kurutubisha uranium kwa viwango vya juu vya kutosha kutengeneza silaha za nyuklia. Israel inalazimika kuachana na silaha zake za nyuklia ili kutia saini mkataba huo unaozichambua nchi 5 pekee kuwa mataifa rasmi ya nyuklia, ambayo ni pamoja na Uingereza, China, Ufaransa, Urusi na Marekani, wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Wote walikuwa wamelipua silaha za nyuklia kufikia mwaka 1967, tarehe ya mwisho kwa mkataba wa kuteua na kuhitimu kuteuliwa kwa silaha hizo za nyuklia. Israel imekuwa na silaha za nyuklia kwa muda gani? Viongozi wa Israel walikuwa na nia ya kujenga silaha za nyuklia ili kulinda uhai wa nchi hiyo mara tu baada ya kuanzishwa mwaka 1948 kufuatia mauaji ya Holocaust. Rekodi za kihistoria ambazo zinaonyesha tume ya nishati ya atomiki ya Israel ilianzishwa mwaka 1952 na mwenyekiti wake wa kwanza MST David Bergman anasema kwamba bomu la nyuklia lilihakikisha kwamba hatutaongoza tena kama wanakondoo kwenye machinjo. Kulingana na maktaba ya Kiyahudi, Israel ilianza kujenga eneo la kutengeneza silaha za nyuklia mwaka 1958 karibu na mji wa Dimona kusini mwa Israel, watafiti wanasema. Hata hivyo, inadaiwa kwamba miongoni mwa mashambulizi ya Israel ya Iran yalishambulia Dimona na inatajwa huenda kituo hicho cha nyuklia kimeshambuliwa.
Ripoti za hivi punde za kijasusi za Marekani kutoka Desemba mwaka 1960 na kamati ya pamoja ya ujasusi ya nishati ya atomiki ilisema mradi wa Dimona ulijumuisha mtambo wa kuchakata kwa ajili ya uzalishaji wa plutonium. Ripoti hiyo ilithibitisha kuwa mradi huo unahusiana na silaha za nyuklia. Lakini je, Israel imewahi kutumia silaha zake za nyuklia katika vita? Maktaba ya Kiyahudi inatoa ripoti kwamba Israel ilitayarisha mabomu yake ya nyuklia wakati wa vita vya Waarabu na Israel vya mwaka 1967 na mwaka 1973, lakini silaha hizo hazikutumiwa. Kumekuwa na ripoti chache katika kipindi cha miaka 50 iliyopita kwamba imefanyia majaribio silaha zake za nyuklia katika maeneo ya chini ya ardhi, ikiwa ni pamoja na katika jangwa la Negev kusini mwa Israel. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein.